Leo tumetembelewa na viongozi kwa ajili ya kutupa elimu juu ya ulipaji kodi. Wametuelimisha jinsi ya kupata TIN namba na kujiunga na kupata kukadiriwa biashara na kuendelea kulipa kodi. Hili swali limekuwa zuri, na lakini pia wananchi wa Mkendo wameonyesha ushirikiano kwamba wako tayari kulipa kodi sawa kwa namna yoyote ile, kwa sababu ni haki, lakini pia ulipaji wa kodi ni uwajibikaji katika serikali, na hakuna nchi yote ambayo haitozi kodi. Kodi ndo uti wa mgongo. Uwezo na mengine walikuwa wametuletea, kwa mfano upitishwaji wa bidhaa tofauti, tunakuwa tunaikosesha serikali mapato, kitu ambacho hakiwezekani. Lakini pia unapokuwa na bidhaa yoyote unapoitoa nje ya nchi, basi pita sehemu husika TRA wakupe mwongozo. Lakini pia kama na bidhaa unaitoa nje, njoo TRA wakupe mwongozo, kuliko kufanya tu biashara ambayo haina uhalali. Upande wa ndugu zetu wa TRA waliosimamia upande wa kodi wako vizuri, wanazungumzika, hakuna shida. Kwa hiyo sione kama kuna sababu mtu kapita njia panya, lakini wakati ukienda ofisini yanazungumzika. Shukuru Mungu kwa upande wetu wa hapa Mkenda, boda hii ya Mkenda, kwa kweli upande wa uingizaji wa bidhaa feki kutoka nje, hapana, asilimia kubwa hatujapata malalamiko hayo. Kuna tatizo lingine lakini kama uhamiaji haramu na vingine, lakini upande wa TRA hapana, asilimia kubwa watu wanapata muongozo kama walivyopangwa. Lakini pia upande wa kodi, upande wa ndugu zetu wa TRA waliosimamia upande wa kodi wako vizuri, wanazungumzika, hakuna shida. Kwa hiyo sione kama kuna sababu mtu kapita njia panya, lakini wakati ukienda ofisini yanazungumzika. Lakini kama endapo bidhaa itakuwa feki na wanapewa maelezo kabisa kwa bidhaa hii haifai, rudi nayo. Kwa hiyo tunasema upande mwingine hao ndugu zetu mlioweka hapa TRA wanazungumzika na ni wawazi, na hatuoni sababu ya mtu yote akapita njia za magendo. Hilo swala kwa kweli limekuwa halina afya kwa kweli. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.